Shenda Mtito TV, Shenda Mtito TV, Shenda Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Bwana, nipo na Sam Simba, shabiki na mwanachama wa timu ya Simba Sports Club. Leo ni siku ya dabi ya Kariakoo. Yeye anazungumza nini? Mimi naitwa Christopher Beda, mwana Janduro, nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Unaitazama JNDR Mchezo TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Mlibwanji popote pale mlipo. Mambo vipi kaka? Safi kwema. Kwema, hongereni sana. Mmeleta timu moja. Kama kawaida. Hongereni sana. Hamna shida. Naona mmeleta. Mimi najua Simba tuna viongozi weledi na tulifahamu kwamba tunachokifanya ni nini, tulikuwa tunaenda na mind game. Hii ni dabi, lazima ujaribu kutumia njia nyingi za kuweza kumtoa mpinzani wako kwenye reli, lakini yote kwa yote dabi lazima ipigike. Mimi naamini timu ya Simba Sports Club ni timu ya mpira. Ni lazima katika hayo yote twende tukacheze na bingwa patikane kwenye njia ambayo ni halali. Unadhani huu mtego unaweza kanisa wenyewe kwa funga Yanga? Hapana, kwa sababu chochote kinaweza kutokea kwenye pitch, na hii mimi najua ni mind game. Sio sababu kwamba tumefanya hivi labda inaweza. Kitu kikubwa na wachezaji kupambana kwa spirit kubwa ndani ya uwanja, kujua nini ambacho tunakihitaji. Kwa mpaka sasa hivi tuna tofauti ya pointi moja. Tukishinda mechi na chochote kinawezekana, tunatawaza kuwa mabingwa. Naam. Lakini pia labda kwa upande wako, ikitokea mechi imepigwa mmepoteza, unadhani hakuna lawama yoyote sehemu yoyote? Of course, kimpira lazima kwamba kuwe hakuna lawama aina yoyote kwa watu ambao wanafahamu mpira. Aidha kama kuna watu wataichukua kwa lengo tofauti, basi itakuwa ni tofauti. Lakini swala la mpira ndani ya pitch huwa lina matokeo kikatili. Lolote linaweza kutokea. Ukiwa mtu wa mpira utabeba katika engo hiyo, lakini ukiwa wewe sio mtu wa mpira unaweza kubeba katika engo ya mihemko na kutoa lugha ambayo, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi Simba sidai chochote. Sidai chochote. Tayari nimejitengeneza mentality ya kichwani kwangu kwamba nishajua Simba haiwezi kuwa bingwa. Kwa hiyo mimi tayari nimeshabeba aina yote ya Simba ambayo leo itakwenda kutoka katika mashindano haya, kwa sababu mpaka kufikia hapa ili bato ambalo Simba ameleta katika ligi pamoja na contender ambaye kwangu mimi nimempa nafasi kubwa, Dar es Salaam Africans. Naamini Simba ameshafanya makubwa sana. Kwanza tukienda kwenye numbers za mwaka 2023-24. Twende kaangalia Simba ilishika nafasi ya ngapi? Ilishika nafasi ya 3. Simba ilikusanya pointi ngapi? Simba ilikusanya pointi 69. Simba walifunga magoli mangapi? Simba walifunga magoli ya 59. Twende tukacompare mwaka 2024-25. Simba mpaka sasa hivi ana pointi 78. Si ndivyo? Ameshafunga goli 69. Si ndivyo? Kwa hiyo mpaka hapo unaangalia Simba tayari ameshapita zile numbers za mwaka jana. Kwa hiyo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa yote mimi naona Simba kwangu mimi wamefanya vizuri kutoka msimu wa mwaka jana kwa msimu wa mwaka huu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho tumeenda kumprove kwenye Simba hii ambayo ni mpya, ambayo kila mwana Simba anakuambia tunaenda kujenga timu. Kwa mimi kama Sam Simba nilishasema Simba sitoipa ubingwa 24, 25. Nitakwenda kuwadai ubingwa 25, 26. Yote kwa yote mimi naamini kwenye pitch chochote kinaweza kutokea, lakini kwenye makaratasi mimi nawapa Yanga nafasi kubwa sana kwenda kuwa machampioni. Kimakaratasi? Naam. Hapo umezungumza kimpira. Nimeongea kimpira. Kimpira ni kwenye pitch lolote linaweza kutokea. Kwenye karatasi maana yangu naangalia performance ya misimu mitatu ya Dar es Salaam Africans. Head to head wamekutana hawa watu. Ni nani amenufaika na kukutana kwao? Nimeona Dar es Salaam Africans amenufaika na head to head baina ya Simba na Yanga. Kwa hiyo naangalia Yanga performance yao ndani ya misimu hii mitatu. Yanga amedeserve kufanya vizuri, si ndivyo? Na mpaka sasa hivi Dar es Salaam Africans anaongoza kwa tofauti ya pointi moja. Kwa hiyo kwenye makaratasi na kwenda kumpa Yanga ushindi kwenye mechi ya leo. Lakini pia kwa upande wenu unasikia kuna vikao vingi sana. Ikitokea timu imefungwa hii leo, kuna baadhi ya viongozi huenda wakawa kwenye shida kubwa sana na mashabiki. Ni kweli? Zipo taarifa ambazo sio rasmi, lakini kwa sisi makachero tunazijua kwamba Mangungu kwenda Chamwino kukutana na mama, kuna baadhi ya viongozi wengi hawakupenda hiyo tabia. Kwa hiyo kama wamemsusia timu. Japo sio official, lakini hizo ni baadhi ambazo tumezipata. Kwa hiyo ninaamini endapo ikiwa kumetokea matokeo tofauti, inawezekana
kama watu wanavyofikiria wanaweza wakaenda kumpa lawama Mzee Mangungu, lakini siamini hicho. Lakini yote kwa yote, kikubwa twende kwenye pitch. Nini itaongea pitch? Mimi naamini tutaenda kuenjoy mpira mzuri sana. Kwa hiyo umesema huna lawama na msimu huu kwa Simba, si ndio? Na msimu ujao ndio unataka lawama naye? Ya tayari wachezaji ambao tuna zaidi ya wachezaji 14 15 ambao wamekwenda kuanza kikosi hiki. Wengine hawana experience ya mashindano mengi, kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba unaenda kuwalaumu wachezaji kwenye yengo gani. Kwa hiki ambacho Simba wamekifanya, hata baadhi ya viongozi wameshakiri kwamba wachezaji wamefanya jambo zuri sana kwenda kukliki ndani ya muda mchache. Kwa hiyo mimi pia naenda kuungana na kiongozi wangu ambaye ni Magoli, amekiri kwamba hili lililotokea Simba Sports ni jambo kwanza la kumshukuru Mungu. Hakuna mtu aliyetarajia kuona makubwa zaidi yanafanyika ndani ya Simba. Ndio mimi nimejitengenezea mentality na kujitengenezea kisaikolojia kwamba hiki ambacho Simba wamekifanya, kwangu mimi wamefaulu kwenye engo kubwa sana. Kwenye engo kwanza, mpaka sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe, Simba tayari ana kategori 3 kisha zikusanya. Engo ya mfungaji bora, kocha bora pamoja na golikipa bora. Hizo hazina option yoyote. Tayari clear Simba ameshazichukua. Kwa hiyo ukiangalia kwenye engo ya Simba anatengeneza bato kubwa na contender ambaye anapewa asilimia kubwa sana kwenda kuwa bingwa. Unaangalia hii timu ilikuwa ni ya unga, leo hii wachezaji wamekwenda kuclick ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo mimi naamini ni pongezi kubwa kwanza kwa benchi la ufundi kwanza ambaye analiongoza Fado Davis pamoja na management kwa kujua nini thamani ya kutuletea wachezaji ambao wanaweza kwenda kuclick haraka na kuipa Simba matokeo mazuri. Nikushukuru sana. Asante brother. Yes bwana mtazamaji wa J&R Mtita TV, rafiki namba 1 burudani na michezo. Nahisi kama unavyoona hali ilivyo hivi sasa katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hii ni siku ya kipekee ambayo ilisubiriwa kwa hamu kweli. Furaha ya mashabiki katika msimu mmoja ni kushuhudia watani wa jadi Simba na Yanga walikutana mara mbili, yani nyumbani na ugenini. Ilibaki ni zamu ya nyumbani kwa Young Africans. Mbungi hii kupigwa ambako mechi ya kwanza ilibidi chezo tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2023. Mbungi hiyo haikupigwa na mara baada ya baadhi ya sitofahamu kutokea, mwisho siku ikupelekea mbungi hiyo isipigwe. Lakini mara baada ya hapo mbungi ikapangiwa tarehe 15 nayo pia ikaota mbawa, na sasa rasmi ni tarehe 25, japokuwa baadhi ya wadau wa michezo na waandishi wa habari na wengineo walikuwa hana uhakika juu ya mchezo huu. Lakini sasa taarifa rasmi kutoka kwa timu ya Simba, imani kubwa ya mchezo upo na unapigwa siku hii ya leo tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku ya Jumatano. Imani yangu ni kwamba kila mmoja amejipanga kama alivyojipanga. Yanga amejipanga, Simba wamejipanga, na hiyo ndio nyomi ya mashabiki ambayo kwa sasa inaingia katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa vizuri zaidi kama unavyoona matukio mbalimbali. Lakini licha ya hivyo, ulinzi umekamilika kama alivyozungumza jana kamishna na kamanda wa polisi Jenerali Jumanne Mulilo alivyozungumza kuhusiana na usalama, kwamba wanatambua kwamba dabi ipo na kila kitu kimeenda sawa siku hii ya leo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba dabi hii haina kipengele, dabi hii haina kukimbia, na dabi hii inamalizwa dakika 90. Nani ambaye atazungumza? Basi yote kwa yote tusubiri kuona ndani ya dakika 90. Mimi nikwambie tu kwamba endelea kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata matokeo mbalimbali yale ambayo yanaendelea katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hao ni mashabiki wa aina tofauti. Hapo mashabiki wa timu ya Simba, wapo mashabiki wa timu ya Young Africans na mashabiki wa timu mbalimbali ambao wameonekana kuingia na kujaza uwanja wa Mkapa ndani ya wakati kama huu. Lakini pia huku kitu ambacho kimesalia na kikisubiriwa kwa hamu kweli, ninachosubiriwa hapa ni kuona basi la Yanga ambao ni wenyeji, kuona basi la timu ya Simba ambao ni wenyeji. Lakini nikukumbushe tu mtazamaji wa J&R Mtita TV, rafiki namba 1 burudani na michezo, kwamba Yanga katika mchezo huu wa leo anahitaji kupata alama 3 ama alama 1, yani suluhu ama sare ya aina yoyote, Yanga anakuwa bingwa, ama yeye kupata alama 3 Yanga anakuwa bingwa. Lakini kwa upande wa Young Africans
wao wanahitaji kupata kwa upande wa Simba Sports wao wanahitaji kupata alama 3 muhimu tu na si kupoteza. Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.